Allahi wa barakatuh. Kwanza nipeleke shukurani kwa muumba wa mbingu na ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye katuamsha tukiwa wazima, na leo tuko mbele yenu ndugu zetu wanahabari, tukiwa na jambo letu. Jambo letu ni kuuzindua au kufahamisha umma juu ya taasisi yetu na nini makusudio ya taasisi yetu, na ni kipi tunachokiona sasa hivi ni cha muhimu katika nchi yetu yenye baraka kubwa mbele za Mwenyezi Mungu. Kabla sijaendelea, ningependa kutoa introduction ya taasisi yetu ambayo inaitwa Al-Malid, taasisi ambayo ni kongwe iliyosajiliwa usajili rasmi 1992, lakini ni taasisi vile vile baada ya hapo ikapata usajili wa RITA 1994. Kwa hiyo kwanza, kabla ya yote, ningependa kutoa introduction. Mimi nayezungumza naitwa Sheikh Rajab Katimba, ni katibu mkuu wa taasisi hii ya Al-Malid. Kushoto kwangu amekaa Alhaji Ndalama Saidi, yeye ndiyo mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa taasisi yetu na ndio mlezi wetu. Lakini upande wangu wa kulia kuna Hajat Mariam, ambaye naye ni mmoja katika wadhamini wa Al-Malid, na alhamdulillah mashallah kafanya kazi kubwa sana, hasa upande wa kina mama. Kama tunavyojua kwamba hata historia ya dini yetu, wanawake wamekuwa na fursa kubwa mno, na hata muumini wa kwanza wa dini ya Kiislamu ni mwanamke, Bi Khadija radhiyallahu anha. Lakini ukiendelea upande wa kulia pembeni kule, kuna mwenyekiti wa watendaji wa Al-Malid ambaye jina lake anaitwa Yusuf Mikidadi. Narudi tena kushoto pembeni kabisa kule, huko tunampata Abdul Azizi Madenge, ambaye yeye cheo chake ni katibu mwenezi taifa. Baada ya hapo tunaye bwana Suleiman Mbogo, yeye anaitwa Suleiman Bakari Mbogo, ambaye yeye ni kiongozi au mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam. Hawa ndio baadhi ya viongozi ambao tumekuja kukutana na nyinyi ndugu zetu waandishi wa habari. Lengo letu kubwa kwanza ni kuitambulisha taasisi kwa ambao labda hawajawahi kuisikia, ili waweze kuijua na waweze kujua kazi yake ni nini. Lakini lengo jingine ni mustakabali wa nchi yetu, na nini nafasi yetu au nini nafasi ya Mtanzania katika kuitumikia nchi yake. Ndugu zangu, hii Al-Malid kama nilivyosema kwamba ni taasisi kongwe, lakini ni taasisi ambayo kazi yake kubwa ya kwanza ni kuwazindua watu walioghafilika na dini, walioghafilika na Mwenyezi Mungu. Hii ndio kazi yake kubwa. Tujue ndugu zangu kwamba Mwenyezi Mungu kutuumba alikuwa na malengo yake, na lengo kuu la Mwenyezi Mungu kutuumba ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Yeye ndio aabudiwe, kusiabudiwe chochote kile.
Lakini kwa bahati mbaya watu wameghafilika kufikia mahali kwamba Mwenyezi Mungu tunamuondoa kwenye nafasi yake ya uungu, na hili ni janga kubwa. Kwa hiyo sisi kama Al-Malid tulikuwa tunatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukienda kwenye Qur'ani chapter ya 3 au sura ya 3 aya ya 104, Mwenyezi Mungu mwenyewe anatoa amri, anasema waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair, waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kwamba kuwepo na kundi, kuwepo na taasisi, kuwepo na watu ambao kazi yao, unaona, watakuwa ni wenye kuamrisha mema, wao na waita watu katika kufanya mambo mema, mambo ya amani, mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayaridhia. Kazi yao iwe ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwa hiyo utakuta kwamba taasisi yetu, kule kuwepo tu kwa taasisi ni agizo la Mwenyezi Mungu kutekeleza kile alichokisema kwenye kitabu chake. Lengo la Mwenyezi Mungu ni kuabudiwa, lakini kwa bahati mbaya huyu mwanadamu amesahau Mungu anaposema ibada, yeye basi akili yake imekwenda moja kwa moja kwenye kusali tu, kwamba hiyo ndiyo ibada. Wakati kumbe kusali ni sehemu tu ya ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu anaabudiwa katika hali yoyote tangu siku ile uliozaliwa mpaka siku utakayoondoka duniani. Unajifunza na unaabudu. Jinsi utakavyokuwa unaishi, kama utakuwa unafanya kazi, almuradi kwamba kazi yako ni ya halali, uko tayari kwenye ibada na unapata thawabu zako. Jinsi utakavyoishi katika jamii, jinsi utakavyokuwa mtu wa imani, mtu ambaye unapendwa na watu, kukosekana kwako inakuwa ni adha kwa watu, ujue kwamba uko kwenye ibada. Na anakwenda mbali zaidi kwamba mwanadamu siku zote asiyo ni mwenye kujipendelea tu peke yake, bali yale anayoyapenda yeye ampendelee na mwenzie. Ukifanya namna hiyo uko kwenye ibada. Kwa hiyo taasisi ya Al-Malid, moja ya kazi ni kuwazindua watu ambao wameghafilika na Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio kazi ya kwanza ambayo tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametusaidia, tunaifanya vizuri, na ukongwe wetu hatujautumia vibaya. Tuna wawakilishi almost kila mkoa, na tunaratibu kwa kazi mbalimbali, kazi ambazo mwanadamu anazihitaji: mayatima, wajane. Bi Mariam mnayemwona hapa, hicho ndio kitengo chake kikubwa. Kama tunavyojua kwamba wajane ni watu ambao wanatakiwa kuhudumiwa. Kwa hiyo tunatafuta misaada, au na sisi wenyewe tunawashirikisha watu, tunaishirikisha serikali kuhakikisha kwamba jambo hili linakuwa. Lakini tukirudi tena upande mwingine, kazi si hiyo tu, kuna kazi nyingi tu. Kuna kazi za kuchimba visima, kuna kazi za mahospitali, kuhakikisha kwamba tunakuwa na kliniki na kutafuta dawa ziweze kuwafikia walengwa. Tunashirikiana na taasisi nyingine, kwa mfano kama taasisi ya JAI ambayo imefanya kazi kubwa sana nchi hii katika kuhudumia wananchi ambao wamepewa mtihani wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu wa kuugua. Tuko nao bega kwa bega, serikali tuko bega nayo, yani kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Na hizi huduma mbalimbali tunazozitoa, pamoja na kwamba sisi ni taasisi ya Kiislamu, hazijalishi kwamba lazima walengwa ni Waislamu. Walengwa ni Watanzania. Kwa upana zaidi tunashirikiana vile vile na taasisi za kimataifa. Kwa hiyo yeyote ambaye ni Mtanzania katika sehemu hii ambayo Mwenyezi Mungu ametuchagulia tuwe, sisi wote ni wadau, bila kuangalia kwamba huyu ni Muislamu au huyu ni Mkristo. Lakini pili, katika kuhakikisha kwamba tunaitangaza hii taasisi
kwa watu wote na kutoa huduma. Lakini kuna kitu kimoja muhimu sana ambacho tunahakikisha kwamba ndiyo msingi wetu mkubwa, kwamba tunafikishaje ujumbe. Niwakumbusha kidogo ndugu zangu wanahabari, ukisoma katika vitabu vitakatifu, manake vitabu vya Mwenyezi Mungu viko 4, kuna Taurati, kuna Injili, kuna Zaburi na kuna Qur'ani. Kwa hiyo katika kuifanya hii kazi, hii ndio guidance yetu tunayoitumia. Ukimwangalia Mtume Musa, Nabii Musa alayhi salam, ambaye yeye assignment yake ilikuwa kupeleka message kwa Firauni. Firauni nani? Firauni ni kiumbe ambaye madhambi yake yalikuwa makubwa kuliko hata ya Ibilisi. Yeye alifikia stage ya kujiita kwamba ni Mungu mkuu. Rekodi iko kwenye vitabu. Na hakuna dhambi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu kama hiyo. Lakini ilipofikia time kwamba sasa Mwenyezi Mungu anataka kumzindua huyu mja wake Firauni anayejiita Mungu na kumtuma Musa, alimpa agizo kwamba nenda na soft language, nenda na kauli laini. Pamoja na kwamba amemuudhi sana Mungu, lakini Mungu kuonyesha rehema zake anamwambia peleka message lakini kwa kauli nzuri. Ni fundisho tunalolipata sisi hasa katika nchi yetu, kwamba almuradi kwamba sisi ni wanadamu, hatujakamilika, ni wenye kukosea. Ni lazima kuwe na kusameheana, na ni lazima message unapoipeleka kwa mtu ambaye unamwona hayuko sawa, uipeleke kwa nini? Kwa kauli nzuri. Kwa sababu si kauli nzuri tu, bali Mwenyezi Mungu ametoa rekodi nyingine kwenye Qur'ani, wakati sasa anampeleka mtume wa mwisho, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia waite watu katika dini ya Allah kwa hikma, wisdom na maneno mazuri. Haya ni mafundisho ambayo tunatakiwa tuyapeleke kwa jamii, hasa jamii yetu ya Kitanzania, katika hizi siku ambazo sisi tunaita ni siku tete, ambapo kwa bahati mbaya kuna watu ambao wanataka kuvuruga amani. Kwamba ili uweze kuwa mfano na uishi vizuri katika jamii, ni lazima uwe ni mtu ambaye jamii inakuhitaji. Sio ifikie mahali kama ndio unadondoka basi wote wanafurahi kwamba afadhali kadondoka. Lazima tujifunze kwa viongozi wetu, mitume waliotangulia, jinsi walivyoishi na watu, waliishi namna gani. Agizo la Mwenyezi Mungu ni kutumia hikma katika mambo yote tunayofanya yanayohusu maisha. Kama nilivyoanza kusema mwanzo kwamba tunapozungumzia ibada, tunazungumzia mfumo kamili wa maisha ya mwanadamu. Yuko kwenye ibada, as long as mfumo huo anaokwenda nao ni mfumo halali, ajue kwamba yuko kwenye ibada. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunatakiwa tulitangulize mbele. Tuhakikishe kwamba sisi ni Watanzania. Utanzania wetu, kama tulivyoambiwa hata na viongozi wa nchi hii nyuma huko, kwamba tunapozungumzia kwa mfano Afrika, ni Afrika yetu moja. Ukimzungumzia baba wa taifa Mwalimu Nyerere, sisi tukiwa vijana, na ndio moto uliokuwepo mpaka kuhakikisha kwamba Afrika yote inakuwa huru, alikuwa akirudia kusema kwamba uhuru tulipata kweli mwaka 61, lakini uhuru huo haukukamilika. Alikuwa anasema haukukamilika kama kutakuwa kuna nchi nyingine bado hazijajikomboa, hazijapata uhuru. Kwa hiyo ni kwamba unapoishi katika jamii, uhakikishe kwamba unampendelea mwenzio jema lile unalojipendelea nafsi yako. Ndugu zangu wanahabari, kama mnavyofahamu kwamba katika chini ya wiki 2 kutoka sasa hivi, nchi hii inaingia kwenye uchaguzi. Uchaguzi ni jukumu letu la kikatiba kama Watanzania. Ni jukumu ambalo linakuja kila baada ya miaka 5. Kuweza Mtanzania kukaa chini ukatafakari na akili yako timamu kwamba nani
nimtangulize mbele katika uongozi. Ni jukumu ambalo kila mtu anatakiwa ahamasishwe, pamoja na kwamba hawezi kufungua pingu kwamba nenda kachague, lakini ahamasishwe, ajue wajibu wake wa kikatiba kwamba sasa ni wakati wa uchaguzi. Kama ni wakati wa uchaguzi, nini nachotarajia, nani ambaye ningependa aniongoze awe kiongozi wangu katika nchi. Sasa kwa bahati mbaya, tunapofikia muda kama huu, huwa kuna kutokuelewana, na kwa bahati mbaya kuna baadhi ya watu ambao sasa hivi tetesi zimesha kuwa ni nyingi tu kwamba wanapenda kuvuruga, wanataka kuvuruga uchaguzi. Wakati uchaguzi ni haki ya kikatiba, regardless ya chochote ambacho kinaweza kuwa kimetokea katika nchi, lakini fursa hiyo ni lazima ibaki mahali pake na itekelezwe jinsi inavyotakiwa. Sasa sisi kama taasisi, hili jambo tumekaa na tumelitafakari na kuona kwamba hapana, kwa sababu kazi yetu sisi ni kuwazindua watu, basi tuwazindue watu waelewe kwamba haki ya kikatiba ni kupiga kura. Kwa hiyo tunatoa wito, ndugu waandishi wa habari, nyinyi ndio mtakayotusaidia kupeleka hii message kwa Watanzania na dunia yote inatuangalia, kwamba watu waelimishwe hata kwa siku hizi chache, na wakae mbali na yeyote ambaye anataka kuvuruga uchaguzi. Uchaguzi ni haki ya kila raia, hata kama kuna nini, lakini hilo jambo kwanza ni first priority. Kwa hiyo hatutakuwa tayari sisi kama taasisi, tunaungana na Watanzania kuhakikisha kwamba hiyo tarehe 29 ikifika tunakwenda kupiga kura. Hili ni jambo ambalo ningependa lieleweke, na nisingependa kwamba vyombo husika vikae vikisubiri, na wakati vinaona kabisa kwamba kuna mtu anataka kuvuruga amani, kwa sababu sisi Waislamu tunapozungumzia amani tunazungumzia dini yetu. Unaposema kwamba mimi ni Muislamu, unasema kwamba mimi ni mtu wa amani. Unapokuwa na amani, yawezekana kabisa kwamba kunaweza kuwa kuna up and downs katika hiyo amani, lakini first priority inatakiwa iende kwenye amani. Lakini baadaye kama kuna kitu kinaweza kirekebishwe, lakini tukijua kwamba point namba 1 ni nini? Ni amani. Na hakuna chochote kinachoweza kwenda vizuri katika nchi. Hata hiyo ibada yenyewe ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba ibada sio kusali peke yake, ni kufanya kazi, almuradi kazi yenyewe iwe ya halali, na mambo mengine yote haiwezekani uyafanye kama hakuna amani. Kwa hiyo nakuombeni sana ndugu zangu, tupeleke hii message kwa Watanzania kwamba hizi siku chache zilizobaki sisi wote tuwe ni wajumbe wa kuhubiri amani, ili tatizo hili zoezi hili liweze kwenda salama. Baada ya kuyasema hayo, ningependa sasa nimkaribishe katibu wetu mwenezi taifa, ili aweze, tutakuwa na wazungumzaji wawili watatu, ili aweze kuendelea na hatua hii, lakini nasisitiza amani, amani, amani. Asanteni sana.